Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Karibu sana mtoto wa Mungu, tuweze kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Mwalimu Foundation Joshua. Karibu sana tujifunze neno la Mungu. Neno ambalo Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu ni kwa habari ya mwanadamu kama kiumbe cha kiroho ambacho kila roho inakitaka. Mwanadamu ni kiumbe ambacho kila roho inakitaka. Nikizungumzia kwa habari ya roho, tuna roho kuu mbili. Roho ya kwanza, Roho Takatifu ambao ni Mungu wetu. Lakini kuna roho nyingine, roho shetani, kwa maana ya kwamba shetani. Kwa hiyo hizi roho zote mbili zinamtaka mwanadamu. Zinataka kumtumia mwanadamu kama chombo. Wakati Mungu anataka kumtumia mtu kuwa chombo chake kuyatimiza makusudi yake hapa duniani, pia shetani ana lengo hilo la kumtumia mwanadamu kutimiza makusudi yake, ajenda zake hapa duniani. Kwa hiyo mwanadamu ni chombo cha thamani sana katika ulimwengu wa roho, ambapo ili Mungu apate kutimiza makusudi yake ni lazima mtafute mwanadamu. Na ili shetani aweze kutimiza makusudi yake, malengo yake hapa duniani, ni lazima mtafute mwanadamu. Kwa mwanadamu ni chombo cha thamani sana kwa Mungu na kwa shetani. Amen. Wakati Mungu anataka kumtawala mwanadamu, amtumie mwanadamu, shetani pia anataka hivyo hivyo. Sasa kuna matokeo ambayo yataonekana wazi wazi endapo mwanadamu akitawaliwa na Mungu, lakini pia mwanadamu akitawaliwa na shetani. Mtu au mwanadamu akitawaliwa na Mungu, kuna matokeo chanya ambayo yataonekana kwa huyu mwanadamu. Kuna ubora utaonekana kwa huyu mtu. Lakini pia huyu mwanadamu huyu akitawaliwa na shetani, kuna tabia chafu taziona. Kuna matokeo negative kabisa ambayo utaona kwa huyu mwanadamu. Na ndio maana kwa neno kwa Biblia linasema hivi, tutatambua kwa matunda yao. Kwa maana kwamba mti mwema hauwezi ukazaa matunda mabaya, wakati pia mti mbaya hauwezi ukazaa matunda mazuri. Kwa hiyo mti mwema lazima uzae matunda mema, na mti mbaya lazima uzae matunda mabaya. Kwa hiyo hayo matunda ni matokeo ya hizo roho mbili. Ikiwa ndani ya mtu kuna roho ya Mungu, kuna Roho Mtakatifu, moja kwa moja mtu huyu, yani nje tutayaona matunda mazuri. Tutaona tabia za kimungu kabisa. Wakati pia ndani ya mtu huyo akiwemo shetani, tutaona tabia chafu, tutaona matendo maovu. Amen. Amina. Kwa hiyo mwanadamu anaakisi roho iliyo ndani yake. A man reflects the spirit which is in him or her. Huwezi ukawa vinginevyo, huwezi ukawa neutral. Lazima uakisi roho iliyo ndani yako. Sasa tukienda kusoma katika Wagalatia sura 5 mstari wa 22, inasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Tukiongezea pia tabia za hekima, maarifa na nyingine bora za kimungu. Katika mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatawaliwa na Roho Mtakatifu, anayetawaliwa na Mungu, moja kwa moja tutaona tabia ya upendo, tutaona tabia ya furaha, tutaona amani, tutaona uaminifu,
Yaani ni tabia ambazo hazijifichi kabisa, zitaonekana waziwazi. Tutaona hekima, tutaona mtu akiwa na maarifa, tutaona akiwa na kiasi, tutaona akiwa na upole, na pia akiwa na mafanikio makubwa ya kiroho na kimwili. Amina. Lakini pia hivyo kwa upande wa shetani, mtu akiwa anatawaliwa na shetani, tutaona pia kuna tabia tutaona. Wagalatia sura ya 5 hiyo mstari wa 19 hadi wa 21 nasema hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Tukiongezea mambo mengine kama hapo, mfano kiburi, majivuno, utu mbaya, usariti, uasi, unafiki, ufiraji, ulawiti na mengi sana zaidi ya hayo. Kwa hiyo moja kwa moja tunatambua kwamba mtu anayetawaliwa na shetani, ambaye ndani yake kuna roho ya shetani, tutaona mambo kama haya. Hayajifichi, yanaonekana wazi wazi. Amen. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, embu amua siku ya leo kwamba Mungu akutawale. Amua kuokoka. Yesu Kristo atakuja ndani yako akufanye kuwa mtu mpya kabisa. Kama ulikuwa unatawaliwa na shetani, basi Yesu Kristo atakufanya kuwa mpya, atakutakasa, atakujaza na Roho wake Mtakatifu. Katika Ezekiel inasema kwamba Mungu atakusafisha kwa maji safi, atakutakasa, atakupa na roho mpya na moyo mpya. Amen. Sasa ya kupasa leo kuamua kutaka kutawaliwa na Mungu. Amen. Kwa hiyo hilo ndo neno ambalo Roho Mtakatifu ametupa siku leo tuweze kujifunza, yaani uthamani, namna gani Mungu na shetani wanamtazama mwanadamu. Kwa hiyo ya kupasa leo uamue kutawaliwa na Mungu, maana mwisho wake ni uzima wa milele. Kwa kama hujaokoka, waweza kiri maneno haya. Sema: Yesu, leo nimesikia na nimetambua kuwa sikutawaliwa na wewe. Sasa ninakuja kwako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Ninaomba uje kwangu unitawale. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Amina. Ubarikiwe sana. Amen.